usamani wa ujumbe wa matengenezo ndiyo inayohitajika kwa siku za mwisho, kwa kurudisha nafsi zilizopotea na kuponya magonjwa iliyo ya mwili. Kwa majina anaitwa Benjamin Mubani. Tumefika hapa jana usiku, tumesafiri tangu juzi, kwa kuwa kwetu ni mbali, tumesafiri usiku na mchana. Tunashukuru Mungu kwa kuwa ametuongoza na ametuwezesha kufika huku bila shida yoyote isipokuwa uchovu, na huo ni kawaida, na tulikuwa tunajua kwamba tutatoka. Tulikuja hilo tukilijua, lakini Mungu ametusaidia kwa sababu yeye ni mwema. Amepanga kwamba waliochoka wakilala watapumzika. Ndio maana tumesinzia vizuri, tumeamka. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunashukuru Mungu kwa kuwa tumewakuta, mmehamasika kuja katika mkutano, na ni wazi kwamba Mungu tayari kusikia kile ambacho Mungu anataka kuzungumza nanyi. Jina lake Bwana lipewe sifa. Lakini pia nanyi mbarikiwe. Nimefurahi sana, tena nimeshangaa kumuona yule mama, yule mzee. Namkumbuka kule Kisii, tuliwahi kuonana miaka ya nyuma. Mungu anaendelea kumpa uhai na kumwezesha kusafiri. Huu ni muujiza ambao sio wa kawaida. Na sijui mwenye nilikuwa namwambia kwamba huyo yupo kwa ajili ya kutuhukumu sisi vijana kama tutaendelea kuwa wazee, lakini Mungu atusaidie. Tutaomba halafu tuambie kichwa cha maneno au cha somo tunalotaka kujifunza. Baba mtakatifu, tunao wingi wa shukrani kwa ajili ya mema ambayo umetutendea tangu kuzaliwa kwetu mpaka masaa haya. Unaendelea kutusimamia na kutusaidia. Jina lako lipewe sifa. Tunakuja mbele ya uso wako tukikuomba msamaha pale ambapo tumetenda dhambi. Damu ya Kristo ikatuoshe na kututakasa, siku utakaporudi tupate uzima wa milele. Tunataka kujifunza tukiendeleza mahali ndugu alikuwa amefikia. Kila mmoja wetu mpe usikivu mwema, ukweli wako endelee kutujenga na tusimame imara katika imani. Basi tunanyamaza kimya tukijua kwamba wewe ni mwema tena mwaminifu. Yote unayoona akiwa yanatufaa, tujalie neema ya kuyapokea na kuyafanyia kazi. Tunaomba katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Somo tunalotaka kujifunza ina kichwa cha maneno kinachosema yaliyotabiriwa kuhusu matengenezo haya. Ndilo somo tunalotaka kujifunza. Yaliyotabiriwa kuhusu matengenezo haya. Katika kitabu cha Nabii Amos yamo maneno ambayo ameyaandika katika ile sura ya 3, sura ya 3 mstari wa 7. Kuna maneno ambayo yameandikwa hapa na ninataka tuyasome vizuri. Amos 3 mstari wa 7, maandiko yanasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Hapa ni kama vile kiapo. Kiapo si mnasikia? Hakika Mungu hapa anaapa kwamba Bwana Mungu hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia kwanza manabii wake siri zake. Kitu kikubwa kama haya matengenezo haiwezekani yatokee katika ulimwengu bila Bwana kuwataarifu watu kwanza kwamba yapo matengenezo yatakayokuja. Ndio maana katika kitabu cha Yeremia
Tutasoma sura ya 7, sura ya 7 mstari wa 3. Yeremia sura ya 7 mstari wa 3, maandiko yanasema hivi: Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi: tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Ni agizo la Bwana, ni sheria yake. Ni agizo la Bwana, ni sheria yake. Msijali, mimi nitaendelea kushika tu. Maagizo ya Bwana yanasema kwamba tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha mahali hapa. Hii ni wazi ya kwamba Mungu anataka matengenezo yawepo. Si ni kweli ndugu zangu? Mungu anataka matengenezo yawepo. Na tunaposoma katika maandiko matakatifu, matengenezo si jambo jipya katika Biblia, bali ni jambo ambalo tangu zamani lilikuwa linafanyika wakati mambo yamekuaje. Wanadamu walipokuwa wanapindisha mambo ambayo Mungu amewaagiza na kumwasi Mungu na kuondoa misingi ya imani, wanaweka mapokeo yao au yale walioyabuni kwa ajili ya kusahihisha hayo makosa. Mungu alikuwa anaamsha matengenezo, na matengenezo yalikuwa ni kurudisha watu katika misingi mizuri. Sasa katika siku hizi za mwisho, Mungu anatuagiza ya kwamba tutengeneze, ili msikie au tusikie ya kwamba kutengeneza sio kubuni. Nikisema kubuni, mnasikia? Sio kuanzisha kitu kipya, bali ni kurudisha kile kilichokuwepo halafu wanadamu wakakiondoa. Hapo tunasikilizana vizuri? Ndiyo maana ya matengenezo. Tusome Isaya 58. Isaya 58 mstari wa 12. Isaya 58 mstari wa 12, maandiko yanasema: na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa, utainua misingi ya vizazi vingi, na utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka, na mwenye kurejeza njia za kukalia. Kama mnasikia, ni kujenga mahali palipokuwa pamebomoka. Si ndio? Ina maana wakisema ya kwamba mahali palipobomoka paliwahi kujengwa pakabomolewa, sasa ni kujenga upya, si ndio? Unaona ya kwamba sio kuanzisha kitu kipya, bali ni kile kilichokuwepo, wanadamu wakakiondoa. Sasa kutengeneza ni kukirejesha au kukirudisha ili kiwe katika hali ile Mungu anayotaka. Ndiyo maana ya matengenezo. Na Mungu alipotaka kulifafanua jambo hili vizuri zaidi, likaandikwa katika kitabu cha Amos. Pia tusome Amos, sura itakuwa ile ya 6. Hapana, ni sura ya 9, sio 6. Sura ya 6. Mike. Labda nuru ikishaongezeka bila kutumia tochi ndio nitashika. Inasema, siku hiyo nitaiinua tena maskani ya Daudi iliyoanguka na kuziba mahali palipobomoka, nami nitayainua magofu yake na kuyajenga kama siku za kale. Maskani ya Daudi inayozungumziwa hapa sio nyumba, na Daudi anayezungumziwa hapa sio Daudi yule mfalme, bali ni katika mafumbo, lakini anayezungumziwa hapa ni Yesu, na maskani yake ni kanisa lake. Maandiko yanasema
Yesu vile alivyoanzisha kanisa lake na kuliweka hapa duniani, baada ya kwenda mbinguni, shetani alibaki akiwa anafanya kazi ya kulibomoa. Sasa katika siku za mwisho imetabiriwa Mungu atainua tena maskani ya Daudi au kanisa la Kristo, na hilo kanisa litakuwa kama vile lilivyokuwa kale au tangu mwanzo. Ina maana kwamba mkiangalia Yesu alilianzisha kanisa la mitume, si ndio ndugu zangu? Akaliwekea misingi yote. Hakuna kitu hata kimoja ambacho Yesu ameenda mbinguni bila kukiweka sawa. Uongozi wa kanisa alikuwa ameuweka, akawaambia ya kwamba namna ya utendaji, kwamba msiitwe wakuu, si ndio? Msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni nani? Ni mmoja. Akaliweka kanisa ili kwamba liongozwe kwa karama, sio kwa ngazi na vyeo. Akawaambia wanafunzi wake ya kwamba walete mali zao katika hazina, si kwa ajili ya mishahara, bali ili watu wapate kusaidiwa wakiwa maskini. Ndio maana akawaambia kwamba mmepewa bure na ninyi toweni bure. Akaweka kila kitu sawa, akaenda mbinguni. Baada ya kwenda mbinguni, shetani akaanzisha kazi ya kulibomoa kanisa, na alilibomoa kanisa kwa kutumia wanadamu waliokuwa wanajidai ya kwamba ni watumishi wa Mungu. Ndipo akaleta madhehebu mengi kama haya mnayoyaona, na kila dhehebu ni kana kwamba shetani amelituma kushambulia angalau mojawapo wa misingi ya imani. Sasa kwa kuwa Kristo atarudi kulichukua kanisa lake, ikatabiriwa ya kwamba katika kile kitabu cha Isaya ya kwamba na watu wako watapajenga mahali palipobomoka, si ndio? Na Amosi akatabiri ya kwamba maskani ya Daudi iliyoanguka, maana yake lile kanisa la Yesu ambalo wanadamu wameliangusha, litainuliwa tena, litawekwa sawa. Na maandiko hapa yanasema ya kwamba maskani hiyo itakuwa kama vile ilivyokuwa tangu awali. Kumbe lengo la ujumbe ni kulifanya kanisa lionekane duniani likiwa na sura, likiwa na picha, likiwa linafanana na lile la mitume. Ndilo lengo la matengenezo. Hapo nimepiga hatua kuelekea mbele, tukiwa yani nia yangu ni kwamba tujue matengenezo yametabiriwa, sio kwamba tunabunibuni mambo. Tangu zamani yalikuwa yanafanyika, lakini katika siku za mwisho ni lazima matengenezo yawepo ili kulirudisha kanisa katika misingi sahihi. Tuingie hatua ya pili. Kitu gani kinachofanya matengenezo yahitajike katika siku za mwisho? Hili ni swali ambalo tunaweza kujiuliza. Kitu gani kinafanya matengenezo yahitajike katika siku za nini? Za mwisho. Katika siku za mwisho. Nitasoma vitabu viwili. Nitasoma kitabu cha Pambano Kuu, halafu nitasoma na kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho. Katika hiki kitabu cha Pambano Kuu, tutasoma katika huu kurasa au peji ya 324. Ni ya Kiswahili, lakini kwa Kiingereza ni 387. Imeandikwa hivi: Roma ilizuia na kuwanyima watu Biblia na kuwataka watu wote kukubali mafundisho yake badala ya mafundisho ya Biblia. Mnasikia? Roma iliwanyang'anya watu Biblia, ikaweka pembeni, ikachukua mafundisho yake ambayo Roma imeyabuni, ndio ikawapa watu kwamba muache kuamini Biblia, muwe mnaamini haya tuliyowaambia. Ndiyo maana yaliyo mengi katika misingi ya imani yao hauwezi kupata support katika Biblia, bali utayaona yakiwa ni mambo ambayo watu wameyatengeneza na kuyabuni. Sikia hapa.
Imeandikwa hivi: ilikuwa kazi ya matengenezo kurudisha neno la Mungu kwa watu. Mtakuwa mnanisaidia kwa kunijibu ili nijue kwamba tuko pamoja, si ndio? Kazi ya matengenezo hapa tumesoma ya kwamba ni nini? Kurudisha Biblia. Kurudisha Biblia mikononi mwa nini? Mwa watu. Kumbe kutengeneza ni kuchukua Biblia mahali watu waliitupa na kuirudisha katika mikono yao na kuwafundisha watu ya kwamba muache walioyabuni wanadamu, muyafuate aliyoyaagiza Mungu. Hiyo ndio nini? Matengenezo. Na wauliza wapendwa, hiyo ndio nini? Ndio matengenezo. Lakini sasa hivi ni vigumu kuambia ya watu ya kwamba wamenyang'anywa Biblia, wakati ndani ya nyumba za watu Biblia zimejaa. Au nyinyi hilo hamuone kwamba litakuwa ni gumu? Sokoni Biblia zinauzwa, manyumbani watu wana Biblia ya Kiswahili, ya Kiruga, ya Kiingereza, hata kwenye simu Biblia tunatembea nazo. Kumwambia mtu ya kwamba amenyang'anywa Biblia, wakati kwake anazo 3 au 4 na kila mtoto ana ya kwake, itakuwa vigumu mtu kuelewa hilo. Lakini wamenyang'anywa kwa sababu ni vyepesi kuwa na Biblia kama kitabu, lakini katika mawazo yako yanakuwemo yale walioyabuni wanadamu. Hilo linawezekana? Ndio. Mtu awe na Biblia lakini katika imani awe na kitu kingine? Ndio. Unasema nini ndugu yangu? Ndani ya moyo Biblia haiko, lakini katika mikono Biblia imo. Unaona kwamba shetani ni mbaya sana, anajua kuchanganya wanadamu. Nini maana yake hiki tunachosema? Ni vyepesi mtu kuwa na Biblia kama kitabu, lakini katika kanisa anafundishwa vingine tofauti na Biblia, si ndio? Halafu yale anayoyaamini, hata ukimuuliza kwamba si mnafanya hivi katika kanisa lenu, anasema yameandikwa wapi katika Biblia? Hamna. Sasa kazi ya matengenezo ni kufanya nini? Kurudisha Biblia. Ni kurudisha neno la Mungu ndani ya mikono ya nini? Ya wanadamu. Ngoja nisome hapa. Hapa chini wanasema, je, lakini si kweli kwamba ndani ya makanisa ya wakati wetu wanafundishwa kuweka imani yao juu ya kanuni zao na mafundisho ya kanisa lao badala ya kuiweka kwenye maandiko? Mmesikia hiki Kiswahili? Au kimekuwa Kiswahili cha Tanzania hamuelewi? Kinaeleweka vizuri? Ngoja nirudie tena. Je, lakini si kweli kwamba ndani ya makanisa ya wakati wetu wanafundishwa kuweka imani yao juu ya kanuni zao na mafundisho ya kanisa lao badala ya kuiweka kwenye maandiko? Hili ni swali, naomba mjibu. Ni kweli? Ni kweli. Katika makanisa watu wanafundishwa kuyaamini mafundisho walioyabuni kuliko kuyaamini Biblia? Huo ni ukweli usiopingika. Nikiwa na maana ya kwamba kama hii ni kanuni na hii ni Biblia, mnafikiri ya kwamba watu wanatilia mkazo yapi? Ni ya Biblia, ni ya kanuni? Kanuni. Sasa hapa ndo matengenezo yanahitajika. Sikia chini. Charles Bicha alisema akizungumzia makanisa ya Kiprotestanti, wanaonea haya neno lolote kali lililo kinyume na kanuni kwa namna ile ile ya hisia ambazo wale mababa watakatifu wangelionea haya neno kali zidi ya kutukuza watakatifu na wafia dini ambao walikuwa wanawaenzi. Madhehebu ya kiinjili ya Kiprotestanti yameungana dhehebu moja kwa lingine
na kwa dhehebu lenyewe peke yake, kiasi kwamba katika madhehebu ya hayo yote mtu hawezi kabisa kuwa mhubiri mahali popote pasipo kukubali kitabu fulani kando ya Biblia. Hili ni neno zito. Madhehebu yamekubaliana ya kwamba haiwezekani mtu awe mhubiri, haiwezekani mtu awe nini? Mpaka awe na kitabu kingine pembeni ya Biblia. Mnafikiri ya kwamba hicho kitabu ni kitabu gani kama sio kanuni za kanisa? Hakuna jambo lolote la kubuni katika kauli kwamba nguvu za kanuni sasa zinaanza kupiga Biblia marufuku katika njia ya kijanja. Kwa hakika kama Roma ilivyofanya. Kama Roma ilivyofanya nini? Naomba msikie. Zamani Roma ilisema ya kwamba ni marufuku mtu wa kawaida kuwa na Biblia mikononi mwake. Walizunguka katika manyumba na wakikuta ukiwa na Biblia ilikuwa ni kuichoma moto, na wewe wanakuchoma moto. Mnakubali ya kwamba hilo limeandikwa? Naona mna mashaka, ngoja niwasomee. Roma ilipiga marufuku Biblia na ikasema ya kwamba awaye yote atakayekutwa na Biblia au akizungumzia habari za Biblia, adhabu yake ni kuchomwa moto. Ndivyo maandiko yanavyosema. Ngoja nisome katika kitabu hiki cha Pambano Kuu, katika sura inayozungumzia Uholanzi na Skandinavia. Ni katika ukurasa, sura inaanzia ukurasa wa 201, lakini mimi sitasoma hapo mwanzo kabisa. Nitasoma hapa. Ni hapa ukurasa wa 203, lakini kwa Kiingereza ni 239. Imeandikwa hivi 239 au 240. Imeandikwa hivi: hakuna mahali popote ambapo mafundisho ya matengenezo yalipokelewa kwa ujumla kabisa kuliko Uholanzi. Katika nchi chache wafuasi wake walivumilia mateso ya kutisha mno. Katika Ujerumani, Charles wa tano alikuwa amepiga marufuku matengenezo, na angefurahi sana kama wafuasi wake wote wangewachoma moto, lakini walisimama kama kizuizi dhidi ya udhaifu wake. Msikia haya maneno ambapo nimefika. Katika Uholanzi madaraka yake yalikuwa makubwa mno, na hivyo sheria za utesaji zilifuatana moja baada ya nyingine kwa mfuatano wa haraka. Msikilize hizo sheria zilikuwa zinasema nini. Kusoma Biblia, kuisikiliza au kuihubiri au hata kuongea kuhusu Biblia ilikuwa ni kupata adhabu ya kifo kwa kuchomwa moto. Kufanya mambo matatu: kusoma Biblia, kuifundisha au kuzungumza habari za Biblia, wakukute ukiwa katika mambo hayo, adhabu ilikuwa ni nini wapendwa? Kifo kwa kuchomwa nini? moto. Hiyo ni Roma iliwakataza watu wasisome Biblia. Kitabu kinasema wakati wetu huu madhehebu hayatasimama mbele ya watu na kuambia ya kwamba msisome Biblia tena. Hapana, bali watapinga Biblia kwa kubuni kanuni za kanisa, na kanuni za kanisa itawafanya watu watengane na Biblia kama vile Roma ilivyofanya. Nione watu ambao wamesikia hili neno. Mungu awabariki sana. Na mmeelewa? Siku zetu hizi madhehebu hayatasema msisome Biblia tena. Hapana, bali wataleta kanuni za kanisa. Kanuni za kanisa ipeleke Biblia mbali na watu kama vile Roma ilivyofanya nini? Ilivyofanya. Kumbe matengenezo ni nini? Ni kuirudisha Biblia katika mikono ya nini? Ya watu.
Watu wategemee Biblia, sio kutegemea kanuni tena. Misingi ya imani yetu ijengwe juu ya nini? Ya Biblia. Sababu nyingine ya kufanya matengenezo ya uwepo, nimewaambia nitasoma kitabu hiki cha matukio ya siku za mwisho. Mnajua kwamba vinatofautiana ukurasa, si ndio? Waambie kwa Kiswahili cha huku. Anasoma kitabu cha Last Day Events. Lakini pia kikiwa na pages tofauti. Sasa hiki nilicho nacho, lakini chapter zenyewe ni zile zile. Ni chapter ya 4, lakini page ya hiki nilicho nacho ni 35. Ni hiki cha Kiswahili. Ni cha Kiswahili nasoma. Kuna vingi vya Kiswahili lakini pages zinatofautiana. Kwa hivyo wewe ukipata chapter utatafuta ukipata kwenye ile chapter. Kwa hivyo chapter ya 4, chapter zinapelekana vizuri. Si mumeelewa vizuri? Imeandikwa hivi: nilithibitishiwa kuhusu yote niliyokuwa nimeyasema katika Minneapolis kuwa yapasa matengenezo yafanyike katika kanisa. Huyu ni Ellen G. White anasema kwamba matengenezo yanapaswa yafanyike katika nini? Kanisa. Hapa unajua ile pambano kuu pale tulisoma, walikuwa wanasema makanisa ya Kiprotestanti kwa ujumla, si ndio? Ndio. Lakini hapa Ellen G. White anazungumzia kanisa la Waadventista wa Sabato, ndio anaozungumzia kwamba matengenezo yanapaswa yafanyike katika nini? Kanisa. Katika kanisa. Matengenezo yapaswa yafanywe kwa maana udhaifu na upofu wa kiroho vilikuwa juu ya watu ambao walikuwa wamebarikiwa kwa kupewa nuru kubwa na fursa ya kufanya kazi na upendeleo mwingi. Hao watu wanaozungumziwa hapa si wa SDA? Ndio. Kwamba matengenezo yanapaswa yafanyike. Kumbe hata Ellen G. White alijua ya kwamba lazima matengenezo yafanye nini? Yafanyike wapi? Kanisani. Na wauliza yafanyike wapi? Katika kanisa. La Waromani? La Waprotestanti? Hapana. Hapa nazungumzia kanisa la nini? La SDA. Kwa sababu gani? Hapa jibu lipo. Kwa maana udhaifu na upofu wa kiroho, vitu viwili. Udhaifu na upofu wa nini? Hivi mnajua upofu ni kitu kibaya sana. Kuna siku mmoja mzee wa kwetu kipofu lakini mwana matengenezo alikuwa anatufundisha. Somo lilikuwa limetolewa kuhusu Laodikia. Si mnajua kwamba sifa za Laodikia ambazo Mungu anazitaja kwa usahihi kabisa, anasema kwamba wewe ni maskini, kipofu na uko uchi, si ndio? Sasa baada ya somo hilo kufafanuliwa, wakati wa kutoa nyongeza, huyu mzee kipofu akasimama akasema ya kwamba nyewe wote mnaozungumzia hatari ya Laodikia, hakuna hata mmoja anayeweza kuifahamu vizuri kama mimi. Sijui mnanipata vizuri? Ndio. Kwamba hakuna hata mmoja anayeweza kujua shida za Laodikia kama nani? Kama yeye. Kwa nini? Akasema ya kwamba mimi mnavyoniona hapa, tangu nizaliwe sijui mama yangu anafananaje. Nilioa mke lakini sijui sura yake. Nina watoto lakini sijui hata mmoja anafanana namna gani. Ni shida au sio shida? Shida kweli. Laodikia ndio shida yake. Ngoja niwaambie kitu. Kama isingekuwa upofu, watu wangekuwa mnaita nini? Hii kitengo cha vijana. Kama isingekuwa vipofu, watu wanaweza wakavaa kofia, wanapewa rank, halafu wanashika silaha, halafu waendelee kusema kwamba hayo ni maneno ya kiroho, kwamba hiyo ndio kazi ya Mungu. Hapana. Lakini kwa sababu ya upofu wanaweza wao wanajua ya kwamba hiyo ndio kazi ya Mungu, na vijana wamepiga hatua nzuri sana na mambo mengine mengi kama hayo. Kitabu kinasema
Matengenezo yanahitajika kwa sababu kuna upofu wa nini? Wa kiroho. Wa kiroho. Tuendelee. Kwa maana udhaifu na upofu wa kiroho vilikuwa juu ya watu ambao walikuwa wamebarikiwa kwa kupewa nuru kubwa na fursa ya kufanya kazi na upendeleo mwingi. Kama wana matengenezo walitoka kwenye madhehebu mengine. Msikilize, kumbe na SDA wakati wanatoka katika madhehebu walitoka wakiwa wanini? Wana matengenezo. Lakini sasa walikuwa wanaendelea kuenenda kama makanisa yale. Walitoka katika madhehebu kwa sababu ya matengenezo, si ni kweli? Lakini shida ni nini? Nao walienenda kama yale manini? Yale madhehebu. Tulitumaini kuwa pasinge kuwepo umuhimu wa kujitenga nao kwa mara nyingine. Ndivyo watu walivyokuwa wanafikiria ya kwamba hakuna umuhimu. Lakini sasa hivi wanaenenda kama yale madhehebu waliokuwa wameyatengeneza, wanafanana. Hapa nataka nielekee mbele. Ngoja niwaulize, Mungu ana adui? Mtafakari kwanza halafu mnijibu. Mungu ana adui? Adui wa Mungu ni nani? Aha. Mungu anapanga matengenezo na shetani anapanga vikwazo. Mnanipata vizuri? Mungu anaona watu wameharibika na imani za watu zimeharibika. Mungu anasema kwamba ili watu warudi katika mstari mzuri, lazima nitaleta matengenezo. Shetani na yeye anajua mipango ya Mungu, anajua hawa si wanajipanga. Si Mungu anapanga alete matengenezo, ngoja na mimi nijipange kuleta vikwazo vitakavyofanya matengenezo yasifanye nini? Yasiendelee. Au wakianzisha itakuwa vigumu. Ngoja niwaambie kikwazo cha kwanza ambacho shetani amekipanga na namna Mungu atakabiliana na hivyo vikwazo. Unajua hii ni vita. Ndugu zangu na dada zangu, mnajua kwamba hii ni vita? Lakini somo letu mnakumbuka kichwa cha somo? Inasemaje? Yaliyotabiriwa kuhusu matengenezo haya. Hatua ya kwanza, matengenezo yametabiriwa kwamba yatakuja. Si ndio? Jambo la pili, ni sababu gani matengenezo yawepo? Si tumemaliza hizo hatua mbili? Sasa tunaingia hatua ya ngapi? Ni vikwazo ambavyo shetani ameviandaa kwa ajili ya kupinga matengenezo. Nitasoma kitabu ni Testimony. Testimony ya Kiingereza ni ile ya 5. Testimony volume 5. Ukurasa wa 461. Ndio 461. Sawa. Nataka msikie vizuri haya maneno. Que dirais-je? Mimi nitasoma kwa Kifaransa lakini nitaweka kwa Kiswahili. Que dirais-je pour réveiller nos églises? Niseme nini ili niamshe makanisa yetu? Quelle parole adresser à ceux qui ont joué un rôle important dans la proclamation du dernier message? Niseme ni maneno gani muhimu niyatumie ambayo yanaweza kuamsha wale ambao wanasema wanahubiri ujumbe wa mwisho? Le Seigneur vient, Bwana anarudi. Tel devrait être le témoignage rendu non seulement par les lèvres mais aussi par la vie et par le caractère. Huo ndio ushuhuda, Bwana anarudi au anakuja. Huo ndio ushuhuda unaopaswa kutolewa kwa ulimwengu, si kwa maneno tu, bali kwa maisha na tabia. Maisha yetu na tabia zetu na maneno yetu vyote vishuhudie wanadamu ya kwamba Bwana anafanya nini? Anarudi. Hapa nimefika point na msikilize vizuri. Inasema hivi: beaucoup de ceux à qui Dieu a donné la lumière et la connaissance, l'influence ou les moyens sont des hommes qui n'aiment pas la vérité et qui ne la pratiquent pas. Wengi ambao Mungu amewapatia nuru na ujuzi na mvuto
na namna. Ni watu ambao hawapendi ukweli na hawauweki katika matendo. Hapa nazungumzia katika kanisa. Na hivi vitu nataka mvihesabu, halafu tufafanue kimoja baada ya kingine. Nimesoma hivi, wengi ambao Mungu amewapatia nuru. Mrudie. Wengi ambao Mungu amewapatia nuru. Na ujuzi. Na mvuto. Na namna. Aha, sasa ngoja nisome msikilize bila kurudia. Ni watu ambao hawapendi ukweli na hawataki kuweka katika matendo. Hiki ni kikwazo kikubwa. Ellen G. White alijua kwamba matengenezo yanahitajika. Lakini akaangalia katika kanisa, akaona watu wenye kuwa na vitu vinne. Vitu vingapi? Wamepewa nuru, wamepewa ujuzi, wamepewa mvuto, halafu wana namna, wana uwezo. Lakini shida yao hawapendi ukweli wala hawataki kuweka katika nini? Matendo. Hii ni kazi kubwa. Ngoja niwaambie au niwaulize, mnafikiri ya kwamba hao wanaozungumzwa hapa ni wakina nani? Ni viongozi. Ni viongozi katika kanisa. Kwanza wamepewa nuru. Ngoja niwaambie namna wamepewa nuru. Ukiangalia vitabu vya roho ya unabii, vitabu vya roho ya unabii ambavyo ndivyo vinatusaidia kuelewa Biblia, mafungu ya Biblia vinayafafanua vizuri sana. Wenye kuwa na hiyo nuru ni viongozi. Si ndio? Kuna mzee mmoja kule Tanzania Arusha, tulikuwa tunahubiri na bahati nzuri akapokea huu ujumbe. Ana miaka kama 90. Alikuwa kiongozi wa shule za Wasabato katika hilo eneo. Yaani alikuwa mkubwa kabisa. Sasa tulipofika kule tukaanza kumfundisha. Alikuwa ameshaona udhaifu na mambo mengi ambayo yameingizwa katika kanisa. Ndani ya moyo wake akaumia, akajitenga na kanisa, lakini bila kujua nuru. Na alikuwa anajua ya kwamba katika ulimwengu mzima yeye peke yake ndiye ameona mapungufu ya kanisa. Ndivyo alivyokuwa anatushuhudia. Akajitenga na SDA, akawa naenda kule mlimani kusoma vitabu vyake, na watu wakaanza kufikiria kwamba mzee huyu amechanganyikiwa. Tulipofika kwake tukajifunza naye. Kitabu ambacho nimemsomea sana ni Selected Message Book 1. Huyu mzee nilipoingia katika chumba ambapo anaweka vitabu, niliona vitabu hivi vya hardcover 74. Vitabu 74. Yaani kabati kalikuwa kamejaa. Nilipoanza kumsomea kuhusu matengenezo, alitoa machozi akaniambia, nasikitika sana kuona kuanzia mwaka wa 58 nanunua vitabu, naanza kusomewa vitabu hivyo na mjukuu. Sijui kwamba mnasikia vizuri. Akasema kwamba nashangaa tena nasikitika kwa umri huu kuona vitabu vyangu ukweli uliomo naanza kusomewa na mjukuu wakati ninavyo tangu mwaka wa 58. Sijui mnanipata vizuri. Akasema kwamba yeye alipokuwa mwalimu, kwenye mshahara wake pesa zilikuwa zinakatwa, anatumiwa vitabu. Ndiyo sheria iliyokuwepo ili kila mtu awe na vitabu. Walikuwa wanakata mshahara, badala ya mshahara, yani ile nusu walioikata, wanamtumia vitabu ili wawe na vitabu, lakini kuwahamasisha ili wavisome hamna. Dada zangu huko mnasikia? Sasa wale ambao wamepewa nuru na wamepewa mvuto, neno influence, si ndio mnasema? Ndio inaitwa mvuto. Nataka niwaambie hili neno. Mvuto ni kitu kikubwa. Kuna watu katika nchi hii ya Kenya ambao ni wachungaji, ambao wanajulikana. Akitangaza ya kwamba atakuja katika eneo hili,
kiwanja hakitatosha, watu watakuwa wengi kwa sababu ya mvuto. Ni kweli au sio kweli? Halafu wana fursa au wana namna ya kutangaza huo ukweli. Hawapendi ukweli wala hawataki kuweka katika nini? Katika matendo. Hawa ambao wana neno katika kanisa, hapa chini wamesema ils ont si profondément à la coupe enivrante de l'égoïsme, walikunywa sana kwenye kikombe cha kuwalewesha kinachoitwa ubinafsi au kujipenda, et de la mondanité, qu'ils sont ivres de soucis de cette vie, na wamekunywa kwenye hicho kikombe cha kuwa walimwengu, na wameshalewa kuhusiana na mahangaiko ya dunia hii. Wanalewa kwa sababu ya mahangaiko ya nini? Ya ulimwengu huu. Ngoja niwaambia kwamba hiki ndicho kikwazo. Ellen G. White akawaandikia, mes frères, si vous continuez à être aussi indolents, ndugu zangu, anawaandikia hao viongozi ambao wana nuru lakini hawataki kuiweka katika matendo na hawaipendi. Ndugu zangu, kama mkiendelea kuwa watu wasiojali na watu wa ulimwengu, watu wa ubinafsi, Mungu atawaweka kando, awainue wengine ambao hawatatamani vyeo, ambao hawatasitasita kutoka na kujitenga kama alivyofanya Bwana wao, na watajitenga na kambi kwa ajili ya kupokea aibu kwa kumpenda. Amina ndugu zangu. Anawaambia kwamba mkiendelea kuwa wabinafsi, wenye kujipenda, wasiojali, hakika Mungu atawafanya nini? Ataweka pembeni. Halafu awachague wengine ambao hawataona aibu ya kujitenga na dhehebu kama vile Yesu alivyofanya. Kama vile Yesu alivyofanya nini? Ngoja niwaulize ndugu zangu, Mungu anaendelea kutabiri matengenezo? Matengenezo yanaendelea kutabiriwa? Lakini kikwazo kikubwa ni hawa watu wenye kuwa na neno wasiopenda ukweli. Yaani ana nafasi nzuri kanisani, ukisubutu kusema yale maneno ya ukweli, atakuzuia na kukunyamazisha, wala hautapata sehemu ya kupitia. Ngoja niwaambie, kwa ajili ya kupinga ukweli usiingie ndani ya mioyo ya watu, Shetani alifanya kanisa liweke kanuni, na katika hiyo kanuni zikaandikwa sheria zinazoongoza wahubiri. Ninayo kanuni za kanisa hapa ambayo huwa wakati mwingine nikiisoma huwa nashangaa kwa ajili ya ujanja wa Shetani. Ndani yake imeandikwa hivi kwamba hakuna mtu anayeruhusiwa kuhubiri katika mimbari zetu isipokuwa apewe kibali na mchungaji. Apewe kibali na nani? Angalia, muangalie, tumesoma katika kitabu hiki kwamba walio wengi ambao ni viongozi wana nafasi nzuri katika kanisa hawapendi nini? Munirudia, hawapendi nini? Wale hawataki kuiweka katika nini? Katika matendo, si ndio? Huyu ambaye anakataa ukweli ndiye ana neno la mwisho katika kanisa. Waangalie Shetani alivyo mbaya. Na huyu katika kanisa, kwa mujibu wa kanuni za kanisa, imeandikwa kwamba hakuna anayeruhusiwa kuwa mhubiri isipokuwa apewe kibali na nani? Apewe ruhusa na nani? Na huyu mchungaji, kitabu hiki kimesema kwamba sifa yake ni nini? Hapendi ukweli wala hataki kuiweka katika nini? Ngoja niwaulize, kama wewe unapenda ukweli utahubiri kwa namna gani? Sijui ya kwamba haya mahesabu mnayopiga na kuyapata vizuri. Anayeshika nafasi ya mwisho katika kanisa na kauli ya mwisho ni nani? Ni mchungaji. Kitabu kimesema kwamba hapendi nini? Wala hataki kuweka katika nini? Kanuni za kanisa imempa uwezo wa kuwa na ruhusa ya kwamba wewe utahubiri, wewe hautahubiri. Na adui wake wa kwanza ni ukweli. Kama wewe Mungu amekufunulia ukweli huu ili uwahubiri watu, utapata nafasi wapi? Ngoja niwaulize, huyu mchungaji unategemea kwamba ni tarehe gani atakuandikia kibali? Swali halijasikika. Wewe kama una ukweli,
na unataka kuhubiri, unategemea kwamba mchungaji atakupa kibali wakati yeye ni adui wa nini? Wa ukweli. Hatakupa. Ndio maana walio wengi mnaposikia kwamba matengenezo lazima afanyike humu. Mliwahi kusikia hiyo kauli? Mbona na kwetu iko? Hao watu wamejifunzia wapi kwa wanasema hilo neno? Matengenezo hakuna kutoka, yafanyie ndani, humu. Utafanya namna gani? Mbona utazibwa mdomo? Kwanza hawataki ule ukweli ufanye nini? Uhubiriwe, si ndio? Na yeye anayetukia ukweli ndiye amepewa madaraka ya kuwa anatoa nafasi au kuwanyima watu nini? Nafasi. Ndio maana ukisimama mbele ya mkutano kama umebahatika kupewa nafasi, hata kama utawafundisha somo linaloeleweka zaidi ya masomo yote, kwamba wakati wa kumwabudu Mungu tuwe tunapiga magoti, hilo tu, hilo linatosha kukufungia kwamba huyu asipewe nafasi tena. Kisa amewafundisha watu kupiga magoti. Jamani, kuwafundisha watu kumpigia Mungu magoti ni dhambi ya kukufanya kabisa ufutwe nafasi, unyimwe. Sababu ni nini? Ni kwa sababu ule ukweli hawaupendi wala hawataki kuweka katika nini? Katika matendo. Sasa Mungu, unajua shetani hamzidi Mungu akili. Mungu ndiye mwenye akili zaidi. Mungu akasema hivi, hao watu mbona wamefungiwa? Vitabu vya roho ya unabii hawafundishi. Niwaulize ndugu zangu, nataka niwaulize ndugu zangu, yawezekana hapa wapo wageni ambao wanatoka katika kanisa la ICDA au wamepokea ujumbe wa matengenezo lakini bado ni wapya katika hii imani. Yawezekana, kwa sababu mimi siwafahamu. Lakini isiwe kama vile ni kusengenya au nini. Nataka niwaulize, katika kanisa kwa wakati huu lile la ICDA, ni vyepesi kumuona mhubiri akiwa ameleta Biblia na hivi vitabu vyote kwa ajili ya kuwasomea watu siku ya Sabato? Naomba mniambie ule ukweli, kwa sababu mimi nina siku nyingi siendi kule. Lakini nyinyi ambao mko kule au mmetoka hivi karibuni, ni rahisi kuona mhubiri amechukua hivi vitabu vyote ya roho ya unabii, testimonies, desire of ages, great controversy, anaviweka hapa kwa ajili ya kuwasomea watu. Hilo linafanyika. Kwa nini? Nataka niwaulize nini? Hivi vitabu Mungu amevileta kwa ajili ya kuviweka ndani ya vyumba? Ni ili visomewe nini? Na ndani yake mna nuru. Kwa nini vizuiliwe? Kwamba ukienda pale mimbarini, Biblia na kitabu cha nyimbo hivyo vinatosha. Na kama ni zaidi ni lesson. Lakini kuleta pambano kuu eti sijui testimony halafu na selected message vyote unataka kutwanga mbele ya watu wasomee, wewe watakuangalia vibaya. Wewe utakuwa umevunja kanuni. Lakini mjue hiyo siri ya kuzuia vitabu visisomwe, siri ya kuvizuia visisomwe tumeisoma. Wengi ambao wana nafasi nzuri, wenye kuwa na mvuto, ambao wamepewa nuru na ujuzi, si ndio? Hawapende kweli wala hawataki kuiweka katika nini? Wanajua ya kwamba watu wakiruhusiwa kusoma hivi vitabu, kuna sehemu wataangukia kwamba msile nyama, si ndio? Na wataanza kumsomea mchungaji kwamba mbona natuambia tukuandalie nyama ukitutembelea wakati vitabu vinasema usile nyama? Au huku halipo? Na wauliza, mchungaji akitembelea sehemu nyama hapikiwi? Na kitabu kinasemaje? Tena vipo vingi tu vinavyosema kwamba mtu awaye yote ambaye bado anatafuna mnofu wa nyama asipewe kazi ya Mungu kuifanya, wala asitumwe sehemu yoyote. Na anajua washiriki watamsomea hiyo quotation ili sasa waendelee kuwaongoza katika ujinga. Vitabu visisomwe. Mungu kwa kuona kwamba hii ni hatari, aliandaa nini? Msikie. Aliandaa njia ambayo sisi tutasoma. Tumefika hatua nyingine ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili ya kufanya sisi tujue matengenezo, na Mungu ni mwema. Katika kitabu cha
maandiko ya awali. Maandiko ya awali tuangalie haya maneno. Ni ukurasa wa 69. Lakini kabla sijasoma, nataka niwaambie kile ninachotaka kukisoma. Yawezekana wengine wamebaki huko nyuma, lakini nataka tuwe kwenye hatua moja. Niwaulize kwanza, matengenezo yametabiriwa? Ndiyo. Jambo la pili, mwa mnanijibu haina shida. Jambo la kwanza nauliza, matengenezo yametabiriwa? Tumesoma? Jambo la pili, sababu za matengenezo kuhitajika mmezisikia? Kwanza, Biblia watu wamenyang'anywa wakapewa kanuni. Pili, kuna udhaifu na upofu, na hayo mambo mawili tiba yake ni nini? Ni matengenezo. Si tumesoma? Jambo la tatu, namna shetani ataandaa vikwazo kwa ajili ya kuzuia matengenezo na ukweli usiwafikie watu. Mmesikia? Ataandaa njia gani? Atafanya viongozi wasiipende kweli wala wasitake kuiweka katika nini? Matendo. Halafu wewe ukileta ukweli, watakuzuia wakuwekee vikwazo ili ule ukweli watu wasifanye nini? Wasiusikie. Si ndio? Hatua ya ine ambayo tumeifikia ni namna Mungu ameandaa njia. Msikilize. Namna Mungu ameandaa njia ili wale ambao wanazuiliwa na viongozi wapate namna ya kujua ule ukweli. Bwana asifiwe sana. Na haya maneno ndio nataka niyasome. Si nimewaambia peji? Chapter namba hawajaweka, lakini wanasema kujiandaa wakati wa mwisho. Kujiandaa mwisho. Page ni 69. Ndio hiyo. Nafikiri zinaingiliana. Wanasema le 7 septembre 1850 à Oswego, New York, le Seigneur me montra qu'une grande œuvre devrait être accomplie par son peuple s'il veut pouvoir subsister au combat du jour du Seigneur. Tarehe 7 mwezi wa 9 1850 nilikuwa Oswego, New York. Bwana alinionyesha kwamba kuna kazi kubwa inayopaswa kufanyika ndani ya taifa lake ili wapate kujiandaa kusimama imara katika vita ya mwisho. Il me fit montrer ce qui se disait adventiste mais qui rejette la vérité présente. Nilionyeshwa wale wanaojidai kuwa waadventista lakini wakiwa wanaikataa ukweli wa sasa. J'ai vu qu'il était en train de s'émietter et que la main du Seigneur était au milieu d'eux pour les diviser et les disperser. Naomba haya maneno muyasikie. Nilionyeshwa kwamba walikuwa wanajigawa makundi makundi, na mkono wa Bwana ulikuwa ndani yao ukiwa unawatawanya tawanya. Mnasikia? Walikuwa wanajigawagawa makundi, na mkono wa Bwana ndio ulikuwa unafanya nini? Unawatawanya. Alors que nous sommes aujourd'hui au temps de rassemblement. Wakati wetu na walikuwa wanagawanyika, wakati ni wakati wa kuwa pamoja. Wakati huu, yani walikuwa wanajigawanya, na huku tunapaswa kuungana pamoja. Naomba msikilize hivi. Muangalie huku kwanza, nitoe maelezo alafu nisome chini kidogo. Wakati wetu ni wakati wa kuwa pamoja. Kweli au sio kweli? Lakini Ellen G. White akaona kanisa la SDA wanajitenga makundi makundi. Msikilize, wale wa Adventista wanajitenga makundi makundi, na mkono wa Mungu ndio uliokuwa unawatawanya. Hivi ni waulize, kweli Mungu anaweza akafanya kazi hii? Ngoja niwaulize, kawaida vile mlivyokuwa mnafahamu Mungu, anaweza kufanya kazi ya kuwagawanya watu? Si yeye ndiye anayetuambia kwamba tuwe na umoja? Lakini sasa hivi Ellen G. White akaona mkono wa Mungu ndio unafanya nini? Unawasambaratisha kundi moja huku, kundi jingine kule, kundi jingine kule. Mungu ndiye anayefanya nini? Lakini kwa sababu gani Mungu afanye hivi? Chini wanasema
Tout cela pour que les joyaux précieux qui sont parmi eux et qui s'étaient laissés séduire puissent ouvrir les yeux et voir leur véritable état. Kinachofanya Mungu awagawanye ni ili mawe ya samani yaliyomo ndani yao, mawe ya samani yaliyomo ndani yao yapate kujua ya kwamba yamepotezwa, yafumbue macho, yapate kuangalia hali yao halisi. Sijui kwamba Kiswahili kimekuwa kigumu, labda kama mnaweza kunisaidia kuweka Kiswahili rahisi. Lakini mmesikia? Ndugu, hapo mmepata? Mnipe nisome hicho Kiswahili cha hapo ili tuone ya kwamba watu wanaweza wakaelewa vizuri zaidi. Ni hivi, nilionyeshwa wale waliokuwa wakidai kuwa Waadventista lakini walikataa ukweli wa leo. Nikaona kuwa walikuwa wanasambaratika vipande vipande na kwamba mkono wa Bwana ulikuwa kati yao ili kuwagawanya. Mkono wa Bwana ulikuwa kati yao ili kufanya nini? Na kuwatawanya wakati huu wa kukusanywa pamoja. Hilo lilikuwa kusudi watoto wa Mungu halisi walio miongoni mwao ambao zamani walikuwa wamedanganyika wapate kufumbua macho na kuona hali yao halisi. Bwana asifiwe sana. Naomba muangalie huko. Naomba msikilize kabisa. Mkono wa Bwana ulikuwa kati yao ukiwa unawasambaratisha. Ni kweli? Sababu ni nini? Kusudi gani Bwana anaweza kufanya kazi ya kuwasambaratisha watu? Ili watoto wake halisi waliomo katika kanisa hilo waliokuwa wamepotoshwa wapate kujua hali yao nini halisi, wapate nafasi nzuri ya kujifunza ukweli. Ngoja niwaambie, mnajua Mungu anaangalia mbali na anaona watu wanaotafuta ukweli, si ndio? Ngoja nisome katika kitabu hiki niangalie, muda usipite sana, nimebakiza muda mfupi, lakini nisome katika kitabu cha Mambo ya Nyakati, ndio Chronicles. Kitabu cha pili, sura ya 16. Sura ya 16 tutasoma mstari wa 9. Mstari wa 9 ndio tutasoma. Halafu hayo maneno tutayafafanua kupitia kitabu cha PK. Imeandikwa hivi. Sura ya 16 mstari wa 9. Wa pili. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani mote ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Mnasikia? Macho ya Bwana yanazunguka huku na huku ili kujionyesha ya kwamba yeye ana uwezo wa kuwaona watu wote ambao ndani ya mioyo yao wamekamilika. Hili neno bila kusoma kitabu cha Roho ya Unabii itakuwa vigumu kulielewa. Mnanipata vizuri wapendwa? Hapa imeandikwa ni chapter 31 PK 31 PK imeandikwa, wanafafanua hili fungu. Lakini hili fungu mmelisikia? Hamna. Na wale wa nyuma wamelisikia? Nimesoma hivi. Hili fungu ni zuri. Hili fungu linatutabiri watafuta nuru hawa Mungu anawaona. Ngoja nisome tena. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani mote. Hukimbia kimbia wapi? Mungu akiwa mbinguni anaangalia Kenya, anaangalia Rwanda, akiangalia Kenya anaangalia huku ni Bungoma County. Anaangalia huku na hiki kijiji anaona. Anamuona mtu ambaye anatafuta ile nuru ndani ya moyo wake. Ndio anataka kutufafanuliwa ya kwamba Mungu akiangalia duniani kote anatafuta nini?
Sikia kitabu kinasema. Wanafafanua hili fungu. Parmi toutes les nations, les peuples et les langues, le Seigneur voit des âmes qui prient pour connaître la vérité. Katika mataifa yote na makabila yote na lugha zote. Mrudie haya maneno. Katika mataifa yote na makabila yote na lugha zote. Mungu anaona roho za watu zinazotafuta ukweli. Amen. Anaona roho za watu zinazotafuta nini? Ukweli. Ces âmes sont longtemps nourries de cendres. Mioyo hiyo kwa muda mrefu imelishwa majivu. Majivu mnajua ni nini? Majivu unajua? Si mkiwasha moto, yale yanayobaki yale meupe si ndio majivu? Watu wanalishwa majivu. Wao wanafikiria kwamba ni unga. Wanafundishwa uongo uliobuniwa na wanadamu, wakijua ndio ukweli utawapeleka wapi. Chini wanasema égarés par l'ennemi de toute justice et les tâtonnent comme des aveugles. Wakipotezwa na adui wa haki, wanapapasa kama vipofu. Kuna watu huko makanisani wanapapasa kama vinini. Musikie. Bien que plongé dans l'abîme du paganisme et dépourvu de toute connaissance de la loi de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ, elles sont montrées de multiples manières les résultats des œuvres divines sur l'esprit et le caractère. Wanasema hivi, kuna neno nimeriruka. Wanapapasa kama vipofu. Pourtant ils sont sincères et aspirent après une vie meilleure. Na wanapapasa kama vipofu, na wakati huo ndani ya mioyo yao ni wa kweli. Ndani ya mioyo yao ni wa nini wapendwa? Ni wa kweli, na wanahitaji kuwa na maisha mazuri ya kiroho zaidi. Msikilize haya maneno. Katika makanisa, katika madhehebu, kuanzia SDA mpaka wa Romani na huko katika wapagani, kuna watu ndani ya mioyo yao wanamhitaji Mungu. Wanamhitaji nani wapendwa? Lakini wamepotoshwa na mafundisho ya uongo, wamepotoshwa na adui wa haki ambaye ni nani? Ni Shetani. Sasa Mungu yeye huwa anaangalia. Unajua kitabu cha Acts of Apostles, kile cha roho ya unabii, kinasema kwamba katika ujuzi wake Mungu ni mtaalamu wa kukutanisha watafuta nuru na wapeleka nuru. Amen. Yeye ni mtaalamu wa kukutanisha watafuta nuru na wapeleka nini? Katika makanisa yote kuna watu ambao wanakaa lakini hawariziki na kile ambacho wanalishwa. Ngoja niwape ushuhuda kidogo kwangu. Mimi nilipokea ujumbe kutoka wa Roman Catholic. Naomba msikilize vizuri. Siku moja tukawa tunaenda kuungama dhambi zetu mbele ya padri. Si mnajua kwa Wakatoliki wanafanya hivyo. Sasa ni kupiga magoti kutoka kama hapa mpaka unavuka barabara. Padri anakaa kule kwenye chumba, halafu wewe ndo unapiga magoti kuanzia huku, unamwendea ili utubu dhambi zako mbele yake. Wanaita kuungama. Sina mimi nikaenda. Tulikuwa msafara mrefu. Tukaenda, kila mmoja anasema dhambi zake na yeye anasema ya kwamba anakusamehe. Sasa tulipomaliza, yeye nikamwona anatoka mule anavuta tumbaku, sigara. Nikaanza kusema sasa kama sisi huyo ndio tunamuomba msamaha, alafu yeye hivi ataomba nani msamaha? Nikasema hapa, ijapo sijui mengine, lakini hapa kwa kweli tumepotea. Sijui mnanipata vizuri. Siku nyingine akawa natupa meza ya Bwana. Mnaihitaje? Ukaristia.
alipokuwa anasoma akasoma ya kwamba Bwana akachukua mkate akaumega akawapa watu wanafunzi, na akachukua kikombe akashukuru akawapa watu, akamwambia kwamba kunyweni nyote. Nikaona yeye mmoja ndiye anafanya nini? Anakunywa. Nikaanza kusema lakini haya mambo kweli ambayo tumeyaamini, haya kweli ni mambo ya kweli? Sijui mnanipata vizuri. Nikaanza kuwa na mashaka ya hayo mambo, lakini ukweli uko wapi sijui. Kitabu hiki sasa ambacho tumesoma, Mungu akiangalia Kenya, anaangalia kabila la huku na lugha yenu ambayo mimi siifahamu. Mungu anaangalia anasema yule mtu yuko SDA, lakini hapo mambo mengi ambayo ameshaanza kuyaonea mashaka. Ameshagundua udhaifu na uongo. Anaangalia wa Katoliki. Sasa Mungu katika ujuzi wake anasema, mbona yule mtu anataka ukweli anapapasa, na ndani ya moyo wake kilichompeleka katika kanisa ni kunitafuta mimi. Atapata wapi ukweli? Anamleta mtu kutoka Kongo, anamkutanisha na mtu ambaye yuko Kenya. Mpeleka nuru na mtafuta nuru anafanya nini? Anawapatanisha. Unajua kama Mboni hao Sadiki kufika Kenya, halafu ajue ni nani anatafuta ukweli, unajua ni jambo rahisi analiweza? Haliwezi. Lakini Mungu wa mbinguni anafanya nini? Anajua, na namna atakavyowapatanisha ninyi yeye mwenyewe ndiye anafanya nini. Lakini msikie njia ambazo Mungu ameziandaa. Anasema hawa wanaoendelea kufungiwa katika kanisa, vitabu vya roho ya unabii nimeviandaa na vikaandikwa, vimejazana. Lakini katika kanisa wamewakataza wasifanye nini? Wasivisome. Sasa na nuru imefikwa ndani ya vitabu vile, watavijuaje? Mungu anasema ngoja niwasambaratishe. Naomba mnisikilize. Mungu anasema ngoja nifanye nini? Hivi vikundi viwe vingi. Na niwaulize, huku Kenya Mungu ameweka mkono kwa ajili ya kuwasambaratisha? Nawauliza tena, katika kanisa la SDA Mungu ameweka mkono wake ili kuwasambaratisha? Vikundi huku viko? Huku Kenya viko? Mimi najua, hata msiponijibu mimi najua kwamba vikundi viko vingi. Tuliwahi kufanya mkutano huku Kenya mwaka 2008 na 9 kule Kisii. Tulikuwa kwa ndugu mmoja anaitwa Thomas, ni mmoja wa hivyo vikundi. Yawezekana hata wengine hapo wanamfahamu. Tom si mnamfahamu? Mimi alikuwa amewahi kufika Rwanda, akatualika tuje kwenye mkutano wake. Kumbe vile anatualika, anaalika na watu wengine. Katika huo mkutano tulikuwa tunahudhuria tukiwa watu wenye imani 8. Wenye imani? Bahati nzuri tulipewa nafasi tukahubiri humo, na wakina Eric huo wa Kakamega ndo tukafahamiana mara ya kwanza pale. Na nuru Mungu aliyotupa tukafundisha wakaichukua pale. Tulikuwa na makaburasha pale, tukafundisha, tukaanza kuwagawia watu. Kuna ndugu mmoja wa kule kwao ndiye tulimpa kwa sababu tuliona kama vile kiongozi. Kufika kwao akayaficha yale makaburasha asiwapi. Na wakina Eric wakafanya ujanja wakayapata. Kumbe tumeweka namba za watu wa Nairobi. Ndio wakawapigia, tukawa tumefahamiana, wakapata ujuzi mwingi zaidi. Siniamina? Muangalie hiyo mbinu Mungu aliyoifanya. Kumbe akasema hawa kiendelea kuwa SDA hawatapata nuru. Ngoja niwasambaratishe. Watakuwa wanaitana. Wakifika huko nje ya misingi na kanuni za kanisa, watapata uhuru wa kusoma vitabu bila kubuguziwa, bila kuzuiliwa. Siniamena? Kufika huko nje tunaitana. Hapa tuna wiki nzima ni kula gombo. Tuko na wiki nzima ya kula hivi vitabu. Ni kweli? Mmoja anatoka anatusomea, mwingine anatusomea, hakuna wakukuzuia kwamba kwa nini mnasoma kitabu hiki? Hapana. Hapa tuko huru. Mnasikia? Njia Mungu ameiandaa, mmeisikia? Lakini pia katika hivyo vikundi kuna changamoto. Ndio maana Mungu anapoandaa matengenezo halisi na shetani anaandaa matengenezo bandia. Na hii ndio changamoto kubwa. Yaani ngoja niwaambie,
Kila mbinu Mungu anaiandaa ili ukweli wake upige hatua. Shetani anaingia katika hiyo mbinu ili kuharibu. Mnasikia? Mungu ametupatia nuru. Shetani akaleta viongozi wa kanisa ili wakatai kweli na wakatai isihubiriwe. Ndiyo? Mungu akasema ili watu wapate hii nuru, ngoja ni wasambaratishe. Wakiwa wamesambaratika watapata uhuru wa kujisomea vitabu wao wenyewe. Ni kweli au sio kweli? Wakiwa wanasoma vitabu, wengine nao watakuwa wanajiletea mambo mengine na kuzuia. Ngoja nisome kitabu hiki cha Early Writings 1:24. Meandika hivi: les différents groupes qui professent des croyances adventistes possèdent chacun une parcelle de vérité. Mais Dieu a confié toutes ces vérités à ses enfants qui se préparent pour le jour du Seigneur. 1:24. Ndio yuko Kiswahili. Na Kiingereza, nafikiri Kiingereza ni hii. Original page. Chapter inazungumzia wachungaji wa uongo. Inasema hivi: les différents groupes qui professent des croyances adventistes possèdent chacun une parcelle de vérité. Mais Dieu a confié toutes ces vérités à ses enfants qui se préparent pour le jour du Seigneur. Nasema hivi: katika makundi tofauti tofauti yaliyojitenga na SDA, kila kundi lina kisehemu kidogo cha ukweli, lakini Mungu ana watu wake ambao amewapatia, watoto wake amewapatia ukweli wote. Watoto wake amewapatia ukweli ambao wanajiandaa kwa ajili ya kwenda mbinguni. Sikiliza, hili ni neno ambalo haliwezi kupingika. Makundi yaliyojitenga na SDA ni mangapi? Ni mengi. Na kila kundi lina nini? Lina ukweli kidogo, lina sehemu kidogo ya ukweli. Lakini wapo watoto wa Mungu ambao Mungu amewapatia ukweli wote, ambao wanajiandaa kwa ajili ya kwenda wapi? Haya makundi Ellen G. White ameyaonyesha katika kitabu cha Selected Message. Na hapa nataka nisome na hapo naelekea mwisho, ili hata na wengine waendeleze masomo, tupate kura huku na huku, hapa kidogo na hapa kidogo, si ndio? Imeandikwa kwenye ukurasa wa 76. Inasema hivi, ya kwanza, volume 1. Une vie ancienne de jeux de lumière. Maono ya miale ya nuru ya zamani. Inasema hivi: dès ma première adolescence, le Seigneur jugeait beau de déployer devant moi les gloires du ciel. Nilipokuwa bado kijana mdogo, ilimpendeza Bwana ili apitishe mbele yangu utukufu wa mbingu. Je fus transporté au ciel en vision et un ange me dit, nilinyanyuliwa nikapelekwa mbinguni katika maono, na malaika akaniambia, regarde, tazama. Huyu ni nani anaelezea? Na wauliza, nani anaelezea? Kwamba alibahatika kupelekwa mbinguni. Ndugu, utaangalia 76 au 77. Umepata? Sawa sawa. Alipofikishwa mbinguni katika maono, akaambiwa na malaika kwamba tazama, mes regards se portèrent sur le monde, plongé dans l'épaisse ténèbres. Macho yangu nikaelekeza katika ulimwengu ambao ulikuwa umezama katika giza. Ces ténèbres provoquèrent en moi une angoisse inexprimable. Hilo giza lilokuwa limefunika ulimwengu lilileta ndani ya moyo wangu huzuni ambao haina kipimo. Ikiwa na maana ya huzuni mwingi, si ndio? Une fois de plus cette parole me fit adresser regard. Mara nyingine tena maneno hayo yakanijia tena, nikaambiwa kwamba tazama. Je promenais un regard attentif sur le monde. Nilianza kukodolea macho au kuangalia sana katika ulimwengu. Et je commençais à percevoir des jets de lumière tels des étoiles parsemées
au sein de ces ténèbres. Nikaanza kuona miale ya nyota, nikaanza kuona miale ya nuru kama nyota ambazo zimetawanyika katika ulimwengu. Naomba msikilize. Kama nyota ambazo zimetawanyika katika nini? Katika ile giza ulimwenguni. Puis j'ai vu une lumière s'ajouter à une lumière. Nikaona nuru inakuja kuungana na nuru nyingine. Muangalie vile Mungu anavyopanga. Akaona nuru inakuja kuungana na nini? Et le nombre de ces lumières, à l'apparence d'étoiles, allait croissant au milieu de ces ténèbres morales. Na hizo nuru ambazo ni mfano wa nyota zikaanza kuungana na kuongezeka kuangaza katika lile giza la kiakili. Alors, l'ange me dit, halafu malaika akaniambia, ce sont ceux qui croient au Seigneur Jésus. Hizo nuru ni wale wanaomwamini Yesu Kristo. Amina. Ni wale wanaomwamini Yesu Kristo. Et qui obéissent aux paroles du Christ. Na wanaoheshimu au wanaotii maneno ya Kristo. Ils sont la lumière du monde. Hao ni nuru ya ulimwengu. Sans la présence de ces lumières, bila kuwepo kwa nuru hiyo, le jugement divin ne tarderait pas à frapper les transgresseurs de la loi de Dieu. Hukumu ya Mungu haitachelewa kuwaangukia wanaoharibu amri zake au wanaozivunja. J'ai vu ensuite ce petit jet de lumière augmenter de clarité. Nikaona hiyo miale ya nuru inaanza kuongezeka, nuru kubwa, briller de l'est à l'ouest, ikaangaza kuelekea magharibi na mashariki, du nord au sud, kaskazini na kusini, si bien que toute la terre en fut illuminée, mpaka ulimwengu wote ukaangaziwa. Bwana asifiwe sana. Nataka nitoe ufafanuzi hapa. Ellen G. White alionyeshwa, alibahatika kupelekwa mbinguni katika maono, si ndio? Halafu malaika akamwambia kwamba tazama. Alipotazama katika ulimwengu akaona dunia imejawa na nini? Na giza. Akasikitika sana. Mara nyingine akaambiwa kwamba tazama. Alipotazama akaanza kuona nuru mfano wa nyota zimetawanyika katika ulimwengu. Maono yake hayakuishia pale. Akaanza kuona nuru inasogelea nuru nyingine. Nuru inasogelea nuru nyingine. Akaona zinaongezeka mpaka zikawa nuru kubwa. Zikaanza kuangazia kuelekea magharibi na kaskazini. Sikilize. Mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, mpaka dunia yote ikafanya nini? Ikaangazwa. Akaambiwa ya kwamba hiyo nuru ni watoto wa Mungu ambao wanapenda ule ukweli. Ambao wanapenda hilo nini? Ngoja niwaambie. Huu ni ukweli usiopingika. Na haya maneno kama umeyasoma, lakini usitembee au usisafiri katika nchi kutoka nchi moja kuingia nchi nyingine, unaweza usijue ukamilifu wa maneno haya. Lakini nataka niwaambie, sisi kule kwetu tulikuwa tunajua kwamba walioona madhaifu ya SDA na ukengefu wa madhehebu ni sisi peke yetu. Lakini watu kuingia huku Kenya tukaona kumbe wapo wengine ambao hao madhaifu wamefanya nini? Wameyaona. Si ndio? Mwaka jana hata na mwaka huu mwanzoni tulikuwa kule Zambia. Sasa hivi Zambia kuna makanisa yenye imani hii, makanisa 60, na wengine tuliokuwa pamoja nao kama wakina Eric na Nyaga kule Uganda kwenye mkutano uliopita, walishuhudia wa Zambia walikuwa wamekuja watu 6 ambao wanawakilisha nchi yao katika ule mkutano. Wale tuliwakuta wametengana na SDA. Tuliwakuta wametengana na nini? Lakini walikuwa wametengana na SDA. Mara walipotengana nayo, akaja mchungaji na yeye akatengana na SDA, halafu akawateka akaanza kuwafundisha mafundisho yake. Lakini ambao yanafanana na SDA, akawafundisha kusajili kanisa katika serikali, akawafundisha kwamba zaka na sadaka wao wanamletea yeye kwa sababu ni mchungaji.
Na tulipofika huko kuwafundisha, kwa sababu wao wanatafuta ukweli, wakasema kumbe wewe unatupoteza. Mnasikia? Wakaachana naye, wakafuata ile nuru. Kumbe kama nuru ya Mungu, Zambia iko na Kenya iko, Rwanda iko, Kongo iko, Burundi iko, nuru itakuwa inakaribiana na nuru nyingine mpaka iwe nuru kubwa, iangaze kuelekea mashariki na magharibi, wengine kaskazini, wengine kuelekea kusini, mpaka ulimwengu wote utaangaziwa na ile nini? Na ile nuru. Ngoja niwaulize, Mungu kwa kuandaa njia hii amefanya vizuri? Niwaulize, amefanya vizuri? Sana. Sasa msikie shetani namna atakavyokuwa anafanya. Mungu akifanya, shetani anafanya, lakini ushindi ni wa Mungu, na wote watakaoambatana na Mungu tutapata uzima wa milele. Hapa chini paragrafu ya mwisho inasema, il arrive parfois que l'une de ces lumières pâlissait, d'autres s'atteignaient, provoquant chaque fois tristesse et pleurs dans les cieux. Mara kwa mara ilikuwa inajitokeza moja wa hiyo nuru inaanza kupunguza nuru yake, mwanga wake, au zingine zinazimika kabisa, au zingine zinafanya nini? Maana yake ni nini? Kuna makundi mengine yametengana na madhehebu yakiwa na nuru kidogo, kuliko nuru yao iongezeke inaanza kupunguka, na wengine wanazimika kabisa. Niwaulize, hakuna makundi ambayo yameisha? Mnijibu kwa ukweli, hakuna makundi ambayo yameisha? Na kama ilikuwa inatokea hivyo, kitabu kinasema kwamba ilikuwa inasababisha huzuni mbinguni. Il y avait des lumières dans l'éclat, allait en augmentant sans cesse. Lakini ilikuwepo nuru zingine ambazo nuru yao ilikuwa inaongezeka bila kukoma. Amena? Amen. Mnasikia? Kuna makundi mengine ambayo yametengana na SDA, watakuwa nuru yao inapungua halafu waishe kabisa, mbingu zihuzunike. Lakini hapo makundi mengine kuliko nuru iishe ndio itakuwa inafanya nini? Inaongezeka. Et beaucoup d'autres lumières venaient s'ajouter. Hii nuru ambayo nuru yake inaongezeka, msikilize, hii nuru ambayo nuru yake inafanya nini? Inaongezeka. Nuru zingine ndogo zitakuwa zinakuja kujiunga. Nuru zingine zitakuwa zinakuja kufanya nini? Kuongezeka au kujiunga. Apporter de la joie au ciel. Na hizi nuru zikija kuungana na hii nuru kubwa, mbingu zote zitakuwa zinafurahia. J'ai vu que ce rayon de lumière émanait directement de Jésus et qu'il produisait ce précieux jet de lumière qui éclairait le monde. Nilionyeshwa ya kwamba ile miale ya nuru, ile miale ya nini? Ya nuru. Ilikuwa inapata nuru direct kutoka kwa Yesu, na wao walikuwa wanaangaza nuru ya kweli, ikaangazia ulimwengu mzima. Bwana asifiwe sana. Ngoja niwaulize ndugu zangu, huu unabii tunapaswa kumuomba Mungu atusaidie sisi tuwe miongoni mwa wale ambao watakamilisha huu unabii, kwa sababu ni mbaraka mkubwa sana kujikuta katika hili kundi ambalo Mungu amelitabiri kwamba litakuwa na nuru kubwa katika siku za mwisho. Mungu ni mwema. Maandiko matakatifu ambayo tunayasoma, ambayo tutaendelea kujifunza, Mungu atusaidie, kwa kuwa hapa tuko huru kwa kusoma maandiko. Mungu atuwezeshe kuyashika na kuyafanyia kazi. Somo letu lilikuwa linazungumzia yaliyotabiriwa kuhusu matengenezo haya, si ndio? Matengenezo yametabiriwa ya kwamba yanapaswa kufanyika, si ndio? La pili, tumeona ya kwamba sababu ya matengenezo ni upofu na udhaifu. Matengenezo ndiyo tiba ya upofu na udhaifu katika kanisa. Mumenielewa vizuri? Halafu hatua ya tatu ni namna shetani ameandaa vikwazo ili matengenezo yasiingie. Vikwazo ni kuweka viongozi wasiopenda nini? Wasiopenda ukweli. Halafu la nne, tumeona Mungu atafanya nini ili ukweli wafikie watafuta ukweli.
Mungu atafanyaje? Atawagawanya, atawasambaratisha. Wakishafika huko nje, bila kuzuiliwa na sheria za kanisa na kanuni za kanisa, wawe huru kujifunza, si ndio? Halafu shetani na yeye hataachia kazi, ataendelea kufanya kazi, ataleta wengine awe anawazimisha kabisa, wazime, nuru yao izimike. Lakini Mungu amesema kwamba kuna wengine ambao nuru yao itaendelea kuongezeka na nuru zingine zije ziungane, halafu waangaze kuelekea kusini na kaskazini, mashariki na magharibi, dunia yote iangaziwe na nini? Na nuru. Mungu ni mwema. Huwa nashangaa namna anavyofanya. Watu walipokea ujumbe Kongo wakakimbilia Rwanda, si ndio? Walipokimbilia Rwanda wakiwa kwenye kampu, halafu haya mashirika ya wakimbizi yanayohudumia wakimbizi yakawapeleka Marekani na wengine Ulaya na wengine Australia. Kufika huko wanaanza kuhubiri ujumbe na watu wameanza kupokea ujumbe. Unasikia mbinu za Mungu? Njia za Mungu ni za ajabu. Hakuna anayeweza kuzuia nuru ya Mungu isifanye nini? Isisome mbele. Mungu atusaidie. Tuwe makini kujifunza. Tuwe watafuta nuru. Tutilie maanani. Mioyo yetu tuiweke katika kujifunza. Na Mungu wa mbinguni aendelee kutusaidia na kutubariki katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Usamani wa ujumbe wa matengenezo ndiyo inayohitajika kwa siku za mwisho, kwa kurudisha nafsi zilizopotea na kuponya magonjwa iliyo ya mwili.